Mazungumzo ya Footprints yanahusu ufahamu na uzoefu kutoka kwa viongozi wenye tajiriba katika sehemu zao za kazi na biashara, na huchukulia kazi zao kama nafasi ya huduma. Mazungumzo ya Footprints wiki hii yanalenga kabla ya kuongezwa cheo. Kila mfanyakazi anatamani kupandishwa cheo wakati fulani katika taaluma yake. Je, tufanye nini kabla ya kupandishwa cheo? Je, lengo letu linapaswa kuwa nini kwa kuongezwa cheo? Je, tunajitayarisha vipi ili kuwa na uwezo wa kufanya kazi vizuri wakati wa Bwana unapokuja kwa ajili ya kuongezwa cheo? Tunayo heshima kuwa na makamu wa rais Mordekai pamoja nasi ili kutusaidia kushughulikia maswali haya kwa uzoefu wake mwenyewe. Tafadhali tumkaribishe makamu wa rais kwenye mazungumzo ya Footprints. Salamu zangu kwa hadhira yako. Nimefurahi kurejea kwenye mazungumzo ya Footprints. Binti yako wa kambo, mama wa kwanza Esther, alisisitiza kwenye mazungumzo ya awali ya Footprints jinsi ulivyoanza kazi yako kama mlinzi. Hilo liliamsha mapendezi yetu, na tukagundua baada ya uchunguzi wetu zaidi kwamba ulikuwa mgeni na ukaishia kuwa wa pili kwa amri baada ya mfalme. Kwa maneno ya kisasa, ulikuwa kama makamu wa rais. Ulifanyaje hivyo? Natamani ningefanya hivyo, lakini haikuwa juhudi zangu, ujuzi au kujuana na watu ulionifikisha hapo. Ninachopenda kusema tangu mwanzo ni kwamba kama muumini unaweza kuwa mlinzi leo, lakini Mola wako anakuona kama makamu wa rais. Mola wako anakuona kutokana na mustakabali wako na sio kwa wakati wa sasa. Ndiyo maana unahitaji kuwa katika maelewano naye ili kukupeleka kwenye mwisho huo ujao na unaotarajiwa. Kwa hivyo, ikiwa mimi ni mlinzi wa lango au mtu fulani katika nafasi ya chini leo, nifanye nini ili niingie kwenye upandishaji wa cheo ambao Bwana amekusudia kwa wakati ujao? Unahitaji kufanya kazi kwa ufahamu kwamba kupandishwa cheo kunatoka kwa Mungu wako ili ufanye kazi kwa bidii, kujitolea na ufanisi kwa Mungu wako. Unapaswa kufanya zaidi ya kile unachotakiwa na bosi wako au shirika, hata kama hawatambui juhudi na mafanikio yako. Kupandishwa cheo kunatoka kwa Mola wako na sio kwa bosi wako. Ndiyo. Kupandishwa cheo kunatoka kwa Bwana. Anapandisha na anashusha. Nadhani ni katika Zaburi 75 mstari wa 6 hadi 7. Lakini bosi wako ndiye atakayefanya uamuzi wa kupandishwa cheo kwako. Hivyo tunaweza kusema kwamba unapaswa kuzingatia bosi wako pia. Ukifanya kazi ukizingatia Bwana kwa umakini, utazidi matarajio ya bosi wako. Kumbuka kuwa baadhi ya wakubwa wanaweza wasithamini chochote unachofanya hata pale unapozidi matarajio yao, lakini ujue kuwa bosi wako ni binadamu tu. Anaweza kuhamishwa, kustaafu, kwenda likizo ya ugonjwa kwa muda mrefu au hata kuaga dunia. Mola wetu yuko pale pale. Na niongeze kwamba wakati mwingine Mola wako anaweza hata asikupandishe cheo katika shirika lako la sasa, bali katika shirika tofauti, au hata kukufungulia njia ya kuwa na shirika lako ambalo linaweza kuwa na thawabu zaidi kuliko lile ambalo ungelipata katika shirika lako la sasa. Kuwa mwaminifu hapo ulipo sasa na kupandishwa cheo itakuja. Umegusia jambo muhimu sana. Mabosi au wakubwa ambao wanaweza kuwa vigumu kufanya nao kazi na ambao hata hawatambui bidii yako. Utafanyaje na wakubwa kama hao? Nilikuwa na wakati wa kufikiria na Hamani ambaye alikuwa makamu wa rais nilipokuwa mlinzi wa lango. Lo, alikuwa makamu wa rais na wewe ulikuwa mlinzi wa lango. Hii ni kama tembo na chungu. Alikukanyaga. Hamani alifanya zaidi ya kunikanyaga. Kwa kweli alitengeneza miti ya kuninyonga. Acha niseme kwamba mabosi au wakubwa kama vile Hamani waliopata nyadhifa za juu kwa giliba, mapendekezo, kutoa rushwa na hata kuuza roho zao kwenye madhabahu, jumuiya za siri na mamlaka za uchawi hufikiri kwamba wao ni wa thamani zaidi kuliko mtu yeyote chini yao. Hawa ni mabosi na wakubwa ambao maadili yao yote yapo katika nafasi zao na wanaweza kuwa hatari sana. Hii inasikitisha sana. Hivi ikiwa thamani ya bosi au mkuu inafungamana na nafasi hiyo, inakuwaje siku watakapostaafu kutoka kwa nafasi hiyo? Ndiyo, inasikitisha sana. Ndiyo maana kama muumini, Bwana anataka umzingatie yeye na sio nyadhifa yako. Unapomzingatia yeye, thamani yako ingefungamanishwa kwake na si kwa nafasi ya kazi.
Thamani yangu nilipokuwa getini ilikuwa sawa kabla ya kuwa makamu wa rais na baada ya kupandishwa cheo. Kama muumini, nyadhifa yako inapaswa kuwa nafasi ya huduma na sio umaarufu. Unapokuwa na mawazo haya, hata unapostaafu, thamani yako haiwezi kupungua. Asante kwa ufahamu huu. Kwa hivyo tunapaswa kuzingatia kupandishwa cheo kama njia na nafasi ya huduma na sio umaarufu. Kweli. Uko sawa. Ikiwa una ufahamu huu, hakuna jinsi Bwana hata kufungulia mlango wa kuongezwa cheo. Kwa sababu anajua utatumia nafasi hiyo kugusa maisha, lakini sio kuwatawala watu na kuwachukulia wasaidizi wako kana kwamba si kitu. Nilielewa kusudi la kupandishwa cheo. Hivyo nilipokuwa makamu wa rais, nilijua nilikuwa hapo kugusa maisha ya watu. Sikuwa pale kujihisi kama mimi ndiye muhimu zaidi. Asante sana makamu wa rais. Inasikitisha kwamba baadhi ya waumini wamesujudia jumuiya za siri, makaburi na madhabahu nyingine kwa ajili ya kupata cheo. Je, ungekuwa na ushauri gani kwa mtu katika hadhira anayefikiria kutumia njia hizi kwa ajili ya kupata cheo? Nitasema tena, kupandishwa cheo kunatoka kwa Mola wetu mlezi. Utakuwa na kazi ya kuridhisha sana ikiwa utazingatia ukweli huu. Namaanisha utimilifu wa kweli. Jua kwamba kuna mambo makubwa zaidi ya malipo, uwezo, marupurupu na hadhi inayokuja na nafasi. Kwa hiyo usiuze nafsi yako kwa nafasi hiyo. Mola wako mlezi angeliweza kukupa zaidi ya haya yanapofika upandisho kutoka kwake. Ndiyo, makamu wa rais. Hilo lilinifanya nifikirie. Ukiuza nafsi yako kwa nafasi hiyo, utafanya nini ukifika kustaafu? Utapata utimizo gani ukiwa na majengo mengi lakini umelazwa au unalala kwenye kitanda kidogo cha hospitali? Utafurahia nini ikiwa meno yako yote yametoweka au huwezi kufurahia mlo kwa sababu ya ugonjwa? Makamu wa rais, hii ndiyo sababu tutashukuru kupatikana kwako wiki ijayo ili kutusaidia kuelewa kutokana na uzoefu wako tunachopaswa kufanya baada ya kupandishwa cheo. Tafadhali tuonyeshe makamu wa rais Mordekai shukrani zetu. Iwapo mazungumzo haya ya Footprints yamekuwa yenye baraka kwako, basi ipitishe ili iwe ya baraka kwa wengine. Je, wewe ni muumini aliyejitolea kutimiza wito wake wa kitaaluma mahali pa kazi na mahali pa biashara? Tuna rasilimali kadhaa kukusaidia kufanya hivyo. Jiunge nasi kwenye mtandao wetu YouTube kwa ajili ya wewe kupokea rasilimali mpya kila wiki. Kama wewe pia una vipaji vingine vya kiteknolojia, wasiliana nasi na tuzisalimishe kwa Bwana ili kubadilisha maisha ya wengine kwa utukufu wake.